mpate afya njema. Jina langu Ramadhan, ziara yangu neema. Waislamu fungeni mpate afya njema. Tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kufunga imefaradhishiwa Waislamu, ikiwa ni njia ya kupata takwa ambayo ni ucha Mungu, kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaamrisha na kuepuka aliyokataza. Katika mwezi huu mtukufu, waumini wa Kiislamu kote duniani hufunga kwa kujiepusha na chakula, vinywaji na kuwa na mahusiano na mwenzi wako kwa makusudi kuanzia alfajiri hadi kuzama kwa jua. Je, amri hii ya kufunga ina faida gani ya kisayansi ndani ya mwili ya mfungaji? Utaona kwamba kuna watu wengi ambao kulingana na hali ya maisha ilivyo sasa, watu wanafanya vitu vingi sana, au watu wanakosa muda wa kujilisha vizuri. Kuna watu ambao kidogo wanasahau sana. Kusahau si kubaya, lakini unaweza kuwa unasahau sana. Na wengi ambao wanafanya mfungo, wakimaliza watakwambia kwamba wako na improved memory. Okay? So ile inachofanyika ni kwamba wakati umefunga, mwili wako hauna sukari ya kutumia. Okay? Kwa hivyo utakuwa unategemea ile stores zako za mafuta. Na mwili ukishagundua kwamba zile stores ambazo ziko kwenye liver ni kidogo, ile tunaita glycogen imekuwa kidogo, itabidi ianze kutumia ile stored fats, ile mafuta ambayo si tunaiona kwa macho, kwa sababu huwezi kuona glycogen. Sasa katika kutumia hiyo stored fats inafanya mwili wako unafika katika process inaitwa ketosis. Na wakati ketosis inafanyika, akili pia inahitaji chakula, kwa hivyo mwili utakuwa unatoa kemikali ambayo inaitwa BNF. Na hiyo BNF inasaidia sana kwa neurons za akili kuweza kudevelop na kugrow zaidi. Kwa hivyo kama wale ambao wana magonjwa kama ya kusahau, wakati wanapatia mwili wao muda wa kufika kwenye hiyo fasting period na wafikie ketosis, inawasaidia kwenye akili. Na hii naisema kwa with a caveat kwamba sasa usisikie kwamba tumesema ukifika ketosis utakuwa una improve brain development ama brain function yako, kila mtu akasema kwamba anaenda kufast. Lazima kabla kufunga uwe umewasiliana ama umeshirikiana na daktari wako, mtaalamu wa lishe bora, kujua mimi naruhusiwa kufunga au siruhusiwi kufunga. Viungo vya ndani vya mfungaji kama vile tezi hutoa juhudi na kuhakikisha mwili ya mfungaji unakuwa sawa na kulinda usalama wa moyo. Hivyo hubadilisha na kusafisha nyusi za mwili. Mapigo ya moyo ya mwanadamu kwa kawaida huanzia mapigo 70 hadi mapigo 88. Wakati wa kufunga, damu inayokwenda tumboni hupungua, na kwa hivyo juhudi inayofanywa na moyo hupungua pia. Wakati mwingine kufikia mapigo 60 tu kwa dakika, na kwa mujibu wa madaktari, kupungua kwa mapigo ya moyo huwa ni ishara ya afya nzuri. Kwa hivyo, kufunga ni muhimu sana kwa usalama wa moyo. Kwa faida hii, hata wazee hushauriwa kufunga, pamoja na wagonjwa wa maradhi ya moyo na presha. Kukosa chakula kwa muda mrefu kunatusaidia, ukifanya inavyostahili, kureduce calories. Ile kiasi cha calorie ama ile energy tunapata kutoka kwa chakula umereduce. So tumerestrict caloric intake. Inapaswa kwamba tuseme katika wakati wa Ramadhani, iftar utakula ndio, lakini pia kuna muda wa kulala. Unless utakuwa unakula usiku mzima, kuna muda wa kulala. So unapata kwamba ile window ambayo unapaswa kuwa unakula ni kidogo sana. Wale wamezoea labda kula mara 3, 4, 5 kwa siku, wakati huo anaona kwamba ile chakula yote hawezi kaikula katika iftar. Kama unakula vizuri, kwa sababu kuna wale wanakula 3 times as much food katika iftar badala ya ile walikuwa nakula when they were not fasting, wakati walikuwa hawako Ramadhani. Haya, tena utapata kwamba asubuhi wakati wa ile suhuri, wengi hawajazoea kula asubuhi. Kwa hivyo wakati huo watapata kwamba wanakula pia chakula kidogo. So you also achieve by reducing the calorie of amount of the food that you're taking. Katika karne ya sasa hivi, matumizi ya dawa mbalimbali yamekithiri, hasa zile za uzazi wa mpango kama vile P2,
dawa za kupunguza maumivu, uchovu na usingizi. Dawa hizi mara nyingi huwa zina madhara makubwa mwilini, haswa zinapotumika bila ushauri wa daktari. Manake huacha sumu mwilini kupelekea madhara ndani ya mwili. Mtu anapofunga hupunguza uzito wa sumu hizi, kuacha mwili kuwa msafi kabisa. Kuna ile fermentation, okay? Fermentation in the gut. So zile tunazita good bacteria ama microbes katika mwili wako, katika digestive system yako, wakati wa kufunga zina develop much more effectively. Kwa hivyo unakuwa na more good bacteria and less of the bad bacteria, na mwili wako sasa unaweza kufanya nini? Digestion inavyostahili, na inafanya digestion kwa wakati unaostahili. So nothing is left to chance. Kuna pia ile ambayo ni ya muhimu sana. Mwili wako unapokula, especially when we eat a lot of food ambazo ziko na carbohydrates, mwili huwa unalazimishwa, ile pancreas yako inalazimishwa kutoa sukari kwa kiasi insulin kwa kiasi cha juu, ili iweze kusukuma ile sukari ikaingia kwenye cells za mwili wako. Lakini katika fasting utapata kwamba labda ile carbohydrate content yako imereduce, so mwili wako umekaa muda mrefu bila kupata hizo bouts of sugar. So hata ile insulin overproduction of insulin inaenda chini. So pia una achieve ile tunaita reduced insulin resistance. Unakuwa hauna insulin resistance. Na ukiangalia kama hauna insulin resistance, then hautakuwa na risk ya kupata diabetes. Pia wakati huo, kwa sababu kumbuka mwili umeenda into ketosis, utaweza kupunguza uzito wa mwili, na katika kupunguza uzito wa mwili ukakuwa kwamba risk zako za kuweza kupata type 2 diabetes imepungua. Katika Uislamu kuna makundi kadhaa ya watu wasiolazimika kufunga wakati wa Ramadhani kwa sababu za kiafya au hali zao maalum. First of all, mwanamke akiwa kwenye hedhi ama what we call the menstrual periods, hizo siku mwanamke hafai kufunga. Hiyo amepewa kuwa akae, asifunge, asiswali mpaka siku zitakapoisha, and then there's a special bath that you as a lady will take, alafu kutoka hapo sasa naweza anza kuswali. Lakini kwa siku hizo wakati yana hiyo damu ya mwezi hafai kufunga. Katika Qur'ani unaambiwa mwenye kusafiri au mtu mgonjwa, mtu ambaye ana maradhi katika afya yake, unaweza kuacha kufunga wakati ile maradhi itakuondoka. Utakuwa ni mwenye kuilipia ama kuifidia zile siku ambazo ulikuwa unaugua. Vile vile mchana wa Ramadhani ukipatikaniwa wewe ni mtu ambaye ni msafiri, unaweza ukaruhusiwa kutofunga siku hiyo, labda siku moja ama siku mbili, wewe uko katika dhiki ya safari. Hata katika siku ambazo si siku za Ramadhani, unaposafiri huwa tunaswali raka 4. Tunavyojua hizi kama dhuhuri, tuko na asri, tuko na isha, isipokuwa subhi na maghrib. Sasa sisi huwa tunakatiwa ili raka 4, unaswali raka 2. Vile Mwenyezi Mungu hataki kutupatia dhiki. Mwenyezi Mungu anataka kutufanyia wepesi katika ibada yake. So pia vile vile Ramadhani ni katika ibada kama hizo zingine. Unapokuwa ni mwenye kufunga mchana wa Ramadhani na wewe una maradhi au wewe ni msafiri, wewe unaruhusiwa, lakini utafidia hizo siku ambazo umekuwa ukisafiri. Kundi lolote kati ya haya likiwa na uwezo wa kufidia siku ambayo hawakufunga, wanapaswa kufanya hivyo baada ya Ramadhani. Na ugonjwa, shida ni kwamba watu wengi wanafikiria ugonjwa kama diabetes. Watu wengi hawafikiri kama ni ugonjwa. Kwa nini? Hauna uchungu wa kawaida vile ambavyo magonjwa mengine yanayo. Ukiwa na malaria leo ama ukiwa na homa, utaumwa na kichwa, utasikia mafua yamejifunga, utasikia una sneeze. Yani you'll be very uncomfortable. Now you tend kutafuta help, you'll seek for help, and you will be able to be treated na ikaisha. Lakini diabetes, especially type 2 diabetes, iko very 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 silent. Hautasikia uchungu. Kwa hivyo watu wengi hudhania kwamba kwa sababu sisikii uchungu, mimi imefikia Ramadhani nitafunga tu. Lakini hiyo sio the right way of doing it. So do we allow patients who have diabetes wafunge?
Yes, because at the end of the day kazi yangu kama mtaalamu, kazi yangu kama daktari ni kukuelezea risk yako iko wapi, ukifunga nini inaweza kufanyika na usipofunga nini inaweza kufanyika. But the decision at the end of the day inakuwa ni ya mgonjwa, kwa sababu kama tuseme ni mgonjwa wa kisukari, kuna madawa unatumia. Madawa mengine yanategemea chakula. Kwa hivyo lazima uwe umeshirikiana na daktari wako ili mkaweza kubadilisha masaa ya kutumia zile dawa. Kwa sababu labda unajidunga insulin, mchana unafaa kuwa unajidunga dozi ya lunchtime. Na lunchtime umefunga. Lazima tuangalie jinsi ambavyo tutaweza kubadilisha ili wakati wako wa usiku ambao utakuwa unakula kama pale iftar ama asubuhi pale kwenye suhuru ndio ukafanya nini? Ukajidunga na mambo mengine. Hii isifanyike kama tarehe 28 ndio tunaanza Ramadhan, wewe unamwona daktari tarehe 27. There's nothing much we can do. We'll allow you to fast, lakini pia we'll also advise you if it is difficult ama kama unaona kwamba ni health risk, then you have to stop it. Kwa nini? Hata Qur'ani imesema you cannot fast when you're risking your life. You cannot harm yourself in trying to fast. Kwa hivyo kama you have to break the fast, then you'll have to do it and of course work with your health team. For type 1 diabetes, ile ambayo inawapata watoto na watu young adults, we advise that they don't fast. However, if the patient is in a place ambazo tumefanya laboratory checks, tumeona kwamba sukari yake iko na control mzuri, hana shida na kiungo chochote cha mwili, hana risk na hana complication yoyote. Kwa hivyo risk yake iko chini. When we use the risk score ambayo imepatianwa na International Diabetes Federation and World Health Organization, ukitumia ile risk stratification score kupata kwamba score yake ni chini ya 2, then utamkubalia, lakini with very close monitoring. Kwa sababu kuna wale wako kwenye inaitwa continuous glucose monitoring, wako na kile kidude ambacho kinaangalia sukari yao kila sekunde. Wanatumia kama mfungaji. Baada ya kumaliza funga yako, hapa na kusudia chakula cha kuanza nacho, yani iftari. Utafungua funga yako kwa kutumia maji au tende. Kwa nini tende? Kwa sababu ina sukari ambayo ni rahisi kumeng'enywa, kuupa mwili nishati nyingi bila ya kuharibu mwili wako. Umewahi jiuliza ni kwa nini Waislamu wanapofuturu baada ya kufunga siku nzima hufuturu kwa tende na maji? Kwanza, unapofunga imethubutu katika tafiti mbalimbali kuwa viwango vya sukari mwilini hupungua na pia viwango vya maji mwilini hupungua, ambao wanaita dehydration. Na wakati inapofika wakati wa kufungua, huwa ni vyema kuanza kwa maji na tende ambayo huregesha yale maji yaliyopotea mwilini pamoja na viwango vya sukari vilivyopungua. Na pia imethubutu pia kiutabibu kuwa tende huwa na virutubishi ambavyo mwili inahitajia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali aliyokuwa kiishi, aliwahi kuishi zaidi ya miezi 3 kabla bila ya kuwasha moto katika nyumba yake, akisurvive kwa tende na maji. Bimaana maji yanapatikana na pia tende inakuwa ni yenye kutoa kila virutubishi ambavyo vinahitajika katika mwili. Pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapofuturu, alikuwa akifuturu kwa tende inajulikana kama rutab. Na rutab ni tende kabla haijaiva, na hutegemea na aina ya tende, ila nyingi huonekana rangi ya njano, ikienda yani rangi ya kijani kiondoke ikikuwa rangi ya njano kabla haijashika ile rangi ambayo tuseme brownish. So kwa hivyo rangi ya njano. So kwa hivyo huwa kidogo ina ukakasi kidogo, na hali kama ile ndio ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuturu nayo. Na wakati ambapo haipatikani, akifuturu kwa tende za kawaida ambaye imefika kiwango chake cha mwisho ambacho imeiva, ambayo sasa ilikuwa ni zile tende ambazo tumezoea ambazo zimekauka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza katika hadithi nyingi akisema, unapofuturu futuru kwa tende na maji, na utakapo asema idha aftartum, mtakapo futuru mufuturu bi rutab, mufuturu kwa rutab
ambao nimetangulia kutaja, au kwa tende, na pindi itakapokosekana basi mfuturu kwa maji. Kwa hiyo hii ni katika sunna ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameiweka katika Qur'an. Katika suratu Maryam anapozungumzia nana Maryam, mamake Isa alayhi salam, alipokuwa kijifungua, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia awe ni mwenye kutikisa mtende uweze kumteremshia rutaban, hizi aina hizi za tende, na awe ni mwenye kunywa na maji ambayo alikuwa kipita pale, ili kwanza imregeshe nguvu ambazo alikuwa amekosa kwa sababu ya kujifungua, na katika hali kama hiyo. So kwa hivyo ni kuonyesha ni tunda ambalo lina faida nyingi za kiafya na ambazo binadamu anahitajia katika mwili wake. So kwa hivyo wakati mwingine ambapo utakuwa umefunga, fikiria kuwa na tende karibu wakati wa kufuturu, na wakati mwingine wakati mtu anapokuwa na baadhi ya matatizo ya kiafya na mfano wake, pia tende huenda ikasaidia katika baadhi ya mambo kama hayo. Wakati mtu anafanya fasting baada ya mfungo, wengi watakuja hospitalini na wakwambie kwamba hata ile shida ya tumbo nilikuwa nayo imepungua au haipo tena. Vipi mambo haya yanaweza kufanyika? Tunakula vipi kwanza? Tusahau kwanza kufunga. Wengi wetu tunakula vipi? Unakaa muda mrefu bila kula chakula, alafu ukiona chakula ni chakula cha sukari, chakula cha mafuta mengi, chakula kingi. Sasa mwili hata haina ile muda wa kufanya digestion. Sasa ile katika hiyo kugongana katika digestion unapata nini? Mwili wako sasa unaanza kutoa acid excess, ivunje hiyo chakula ambayo umeipa. Lakini katika mfungo, kumbuka utakuwa umekaa muda mrefu sana bila chakula na already akili imeprepare for that. Hivi utakapoanza ni vigumu sana uanze na chakula straight. Okay? So utasema labda acha nichukue maji, mwili itulie, nichukue ile fast acting sugar, mwili itulie, ili uweze kufikiria. Tende pia ina kiasi cha hormone itwayo pentosine ambayo husaidia kusinyaa kwa mishipa ya damu ya mfuko ya uzazi, ambayo kulegea kwake husababisha kutokwa na damu nyingi wakati wa kujifungua, tatizo ambayo husababisha vifo vingi vya kina mama baada ya kujifungua. Ramadhani ni zaidi ya kujiepusha na vyakula na vinywaji. Ni mbinu kamili ya kuboresha mwili na pia kuleta jamii kwa pamoja. Kufunga ni tiba ya mwili na neema kwa roho. Tende ina calcium, ina magnesium na madini mengine including iron. Kwa hivyo kama mtu ana low iron levels na anakula tende, inaweza kumsaidia. Lakini nikuuliza kwamba tende ni kiasi gani? Usio unasema nimefungua alafu unakula kilo nusu ya tende. Hiyo sasa utakuwa unaharibu, utakuwa unapatia mwili nini? Sukari kwa kiasi cha juu. Lakini kama utasema nimefungua, nimekula tende moja, nimekunywa maji, au nimekula tende 3, nimekunywa maji, utapata kwamba mwili wako unafanya nini? Mwili wako unatumia sukari vizuri. Kisha ukimaliza labda uchukue maji, uende ukafanye sala, urudi, ujitayarishe, useme nitakuwa na wali, nitakuwa na protein yangu, nyama au maharagwe, na nitaweka vegetables. Usikimbilie masamosa, mandazi, vitumbua, viazi karai, yani vitu ambavyo vina mafuta ya juu sana, kwa sababu pale sasa utakuwa unaharibu mambo.